Shirika la Afya Duniani, yani WHO, limetoa tahadhari kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ambao umesababisha vifo kadhaa nchini Kongo. Sasa kabla ya kukuchambulia tips muhimu, nini kinaendelea kwa sasa kuhusiana na ugonjwa huu, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii ili uendelee kupata video na makala za staili hii kila tunapozitoa. Ugonjwa wa Ebola husababishwa na virusi wa Ebola, lakini kwa mujibu wa shirika la afya duniani, yani World Health Organization WHO, kuna aina mbalimbali za virusi hawa Ebola, lakini aina 3 ndizo zimeonekana kuwa zimesababisha mlipuko mikubwa zaidi duniani. Chanzo kikuu cha ugonjwa huu wa Ebola kinaaminika kuwa walikuwa ni popo wa porini wanaokula matunda. Binadamu wanaweza kupata maambukizi ya virusi hawa kupitia kugusa au kula nyama au wanyama walioambukizwa kama vile sokwe, nyani au popo. Baada ya mtu mmoja kuambukizwa, ugonjwa unaweza kuenea kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine kupitia majimaji ya mwili au vitu vilivyochafuliwa kama vile nguo, mashuka na kadhalika. Ebola huenea kwa kasi zaidi kupitia kugusana moja kwa moja na damu, mate, jasho, matapishi, mkojo au majimaji mengine ya mwili kutoka kwa mtu ambaye tayari kaambukizwa. Kwa ziko tahadhari mbalimbali ambazo shirika la afya duniani WHO hutoa kwa sasa kuhusiana na mlipuko huu wa ugonjwa wa Ebola, ugonjwa ambao kwa sasa umesababisha vifo kadhaa nchini Kongo. Lakini unazifahamu dalili za ugonjwa huu? Mara nyingi dalili za ugonjwa huu wa Ebola huanza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Lakini mwanzoni kabisa ziko dalili za mwanzo ambazo huweza kujitokeza, na moja ya dalili ambazo mara nyingi huonekana kwa wagonjwa ni pamoja na hizi: homa kali, kupata maumivu ya kichwa, uchovu mkubwa, maumivu ya misuli na viungo, koo kuwasha au kuuma. Lakini baadaye dalili hizi huwa kali zaidi, na dalili ambazo huweza kuonekana baadaye ni hizi: kutapika, kuharisha, maumivu ya tumbo, upele mwilini. Lakini dalili kubwa ambayo inaonekana kwa wagonjwa wengi ni kutokwa na damu kwenye maeneo mbalimbali ya mwili kama vile puani, mdomoni, kwenye haja kubwa au sehemu ya haja kubwa kwa baadhi ya wagonjwa na kadhalika. Hii ndio dalili kubwa na kiashiria kikubwa ambacho huonekana kwa wagonjwa wengi baada ya kupata maambukizi ya virusi hawa. Lakini unashauriwa kwamba ukiona dalili kama hizi, hakikisha unawahi hospitalini mapema zaidi kwa ajili ya kupata msaada. Ni matumaini yangu kwamba tips hizi chache zimekusaidia, umejifunza kitu kuhusiana na ugonjwa huu au mlipuko wa ugonjwa huu ambao unasambaa zaidi au kwa kasi kubwa nchini Kongo. Je, video hii imekuelimisha? Please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii ili uendelee kupata video na makala za staili hii kila tunapozitoa. See you the next sessions. Asante.